Ndugu waandishi, hivi karibuni kumekuwepo na mjadala mzito kidogo ndani na nje ya Baraza la Wawakilishi kuhusu hadhi, haki na ulinzi wa Mzanzibari ndani ya nchi yake. Katika hali ya kusikitisha sana, umma umeshuhudia kauli nyepesi kutoka kwa mawaziri wa serikali wakidai kuwa mtu yoyote anaweza kuwa Mzanzibari na kupewa kitambulisho cha Mzanzibari ili mradi tu ameishi Zanzibar kwa muda wa miaka 10. Kama mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo, inalazimika kutoa ufafanuzi wa kisheria na kisiasa ili kuwapa changamoto mawaziri hao na kuikumbusha serikali kuwa Uzanzibari na asili ya nchi hii sio bidhaa ya sokoni inayoweza kugawiwa kwa matamshi ya kisiasa majukwani. Uzanzibari hauanzii wala hauishii kwenye kupata kitambulisho cha Mzanzibari mkazi. Una misingi ya kihistoria, kisheria na kikatiba. Maana ukizisikia hizi kauli ni kama vile tena waziri ndani ya chombo kitukufu kama Baraza la Wawakilishi anasema kabisa kwamba usimwangalie mtu akishakitimiza miaka 10 tu basi huyo ni sasa katiba yetu, sheria yetu haisemi hivyo. Na la kusikitisha zaidi kwamba anayesema hivyo ni waziri ambaye amepewa hiyo dhamana ya kusimamia huo Uzanzibari. Sasa kwa sababu dhamana hiyo si ya mtu mmoja, ni yetu sote, kwa mujibu wa katiba tunalazimika kuja mbele yenu waandishi na mbele ya wananchi kutoa ufafanuzi wa mambo haya. Sasa nianze na msingi wa katiba. Inazungumza nini kuhusu kulinda historia na urithi wa Zanzibar? Kwanza lazima serikali na mawaziri wake wakumbushwe kuwa ulinzi wa utambulisho wa Mzanzibari una mabaraka kamili ya katiba yetu. Ibara ya 6 ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 inaweka wajibu wa kikatiba wa kulinda na kuendeleza, kuhifadhi historia na utamaduni na urithi wa Mzanzibari. Urithi huo unajumuisha watu wake na haki zao za asili. Ndio katiba inavyotaka. Wale ambao hawana katiba tawasomea ibara ya 6 ya katiba ya Zanzibar hii ya mwaka 84. Katiba yetu inasema, kianza na ibara ya 6 au kifungu cha 6(1), kutakuwa na Mzanzibari ambaye upatikanaji wake, upoteaji wake na urudishwaji wake utakuwa kama ulivyoainishwa na sheria iliyotungwa Baraza la Wawakilishi. Nitakuja nitaieleza sheria na yenyewe. Kila Mzanzibari kwa msingi ya katiba hii ataweza kufaidi haki na fursa zinazostahiki Mzanzibari na atapaswa kutekeleza wajibu, majukumu na dhamana za Mzanzibari. Katiba imetutwisha haki, imetupa haki, imetupa wajibu na imetupa dhamana ya kulinda hiyo hadhi ya Mzanzibari kama ilivyo kwenye katiba hii au kwenye sheria iliyotungwa na Baraza la Wawakilishi. Hicho ni ibara ya 6, ibara ndogo ya kwanza na ya pili. Sasa tunataka iwe wazi mbele ya umma, na hili ni muhimu ikaeleweka. Msingi wa katiba hii haukuwekwa kwa lengo la kuwabagua au kuwachukia ndugu zetu wa Tanzania bara au Tanganyika. Hapana. Au mtu yoyote kutoka nje ya Zanzibar. Zanzibar ni nchi ya ukarimu, udugu. Hata hivyo, kama ilivyo katika maeneo yote yenye mamlaka ya ndani duniani, make hili jambo Zanzibar si wa mwanzo. Kuna nchi alafu ziko nchi duniani ambapo ndani kuna arrangement za mamlaka ya ndani. Na nitatoa mfano. Sheria hizi zipo kisheria kwa ajili ya kulinda historia, hadhi na heshima ya nchi na kuhakikisha rasilimali zilizopo kama vile masuala ya ardhi, nafasi za ajira na mengineyo zinalindwa kwa maslahi ya vizazi vya sasa
na vijavyo. Na ndivyo ilivyo kwa Zanzibar, na mahususi kabisa kwa kuwa Zanzibar yetu ni nchi ya visiwa jamani. Ardhi yake haitanuki, rasilimali zake haziongezeki.